Okay. Let us pray for the word of God. Our Father in the word of God, we want to thank you for bringing us again on this altar, so that, Lord, we may feed from your word. Jehovah, I pray for the people in the house, the people in diaspora, the people who are following this service from all the other parts or the other corners of the world and this nation of Kenya. The Lord, in the name of Jesus Christ, shall be a blessing to fellowship with them from this altar. Holy Spirit of God, I pray that you may take over, even to minister our lives, to reach us and to change us. We shall never be the same again, because, Lord, you are doing us good. We thank you, bless your name. In Jesus' name we pray. All of us say, Amen. I say that I want to start a series of teaching, because the Lord has put it in my spirit in these times. Remember, we are coming from a time when the Lord put it in my heart to talk about the early times, and I took you through 6 services, teachings on the end of times, and you know now the times we are living in. And when I was praying this week, the Lord put it in my spirit that the church, the people of God, especially those who have spiritual issues, those who have bondages, they are in such a great risk at this time because of the things that are happening. Help us there. Help us somebody. Help us there. There's such a risk because of the things that are happening. And God wants. Hallelujah. I said, God wants to help his children. Amen. So that we are off the hook of the evil one. Hallelujah. So that we are off the hook. And then through the series of these teachings, I want to show you the doorways that the enemy is using to make sure that you are prone to attack by demons. You are prone to attack by devils, so that they can kill you, so that they can destroy you. Hallelujah. Amen. And because in this church we pray the living God, and God is so much concerned about our lives, that's why he has given me this message, so that I may put you through these teachings, and so that you are off the hook. We shall even cross all those doors, those loopholes the enemy is trying to use to kill, to destroy our lives, in the name of the Lord Jesus Christ. Even the time that you cannot be the service, it is this time when I'm going through this. Because remember, any form of deliverance, any true deliverance, oh my, not ile ya sarakasi, sio ile ya kurukaruka na kamguu, na sio ile ya kuambiwa leta kuku, leta nini, weka pesa, wacha hiyo. Mimi sitokei juu ya hiyo. Mimi naongea juu ya deliverance ile ya kweli, ile inadumu. The deliverance that is able to last. Amen. Not the deliverance of every day you are being delivered. Every week you are being delivered. Not that one. It is the deliverance that Jesus talked about. He said, you shall know the truth. Are you here in church? Are you here in church? Those in diaspora, those who are delivered every week, every Sunday you are being delivered. Can I say it again? Jesus said, you shall know the truth, and the truth is going to set you free. Before I pray for you, before I lay my hands on you, I have to teach you the truth, so that you know what is ailing you, what is your problem, what is your charity, and so that you can call upon the name of the Lord for your liberty. The Bible said, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. You cannot be set free from a problem you don't know. You cannot be set free from a challenge you don't understand. My first business is to take you through the series of teaching, so that you may have the knowledge, so that you may have the information, and so that when you got to know where your charity is, then we can be able to deal with that charity together.
in the name of the Lord Jesus Christ. I remind you again, because people are confused. They don't understand. Salvation is for heaven. You are sent to go to heaven. You can go to heaven bowed and still go to heaven. You can go to heaven free and still go to heaven. Are you hearing that? I'm not confused. I'm saying this. Deliverance is for you to live a good life on earth. Deliverance is not for heaven. Are you hearing? Yes. You cannot cry on the ears. Be in bondage on the ears. Saying that we are going to heaven, we are going to heaven, we have no business on earth. No, God wants you to be happy on earth, to be comfortable on earth. Hallelujah. And that's why you're supposed to be delivered, and so that you can enjoy your life on earth. So deliverance is for you to live a better life. Can I hear a better amen? Amen. Deliverance is for you to live a better life, so that you can become that which God purposed. Hello. So that those devils that say you cannot make it may be defeated. Those devils that say you can never be married can be defeated and conquered. Yes. Those witches and sorcerers who have released the vexes and voodoos and curses and whatever they want to say about you, so that we can conquer them on earth, that we live a life of blessing and victory. Hallelujah. Amen. 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 So today, I want to start talking about generational bondages. Mm-hmm. Generational bondages. Generational. So when we talk of generation bondages, bondage, generation, then it means it's something flowing in family lineage. Generation. Yeah. It is something to do with your family lineage. There's something to do with where you are coming from. It has to do with your children. It has to do with your parents. Generational bondage. And you have to be very wise when we are going through this teaching. I'm just trying to say one or two things here just to bring shed some light. When the word of God starts exposing things and you are able to see yourself, it's not about your neighbor, it's not your neighbor, it is you. It is you, it's not your neighbor. It is you, it is you, it is you, it is you. Ashes can go see that woman who has entered there. If there's a place she can be given around, it's very okay. Let her be assisted. Let her be assisted somewhere to sit comfortably. Even if she's brought on this side, huku pande huku watu wanje huku bele huko. I want to be seeing her. Amen. Hallelujah. So we want to start talking about generation bondages. Bondages that have to do with your lineage, your family lineage, your parents, your children, lineage, generation bondage. And then, because you see, I have to take care of the people who are following this service. Again, that's why I'm not using an interpreter. And also that's why I have to be very fast. So when we are talking of teachings, then it is important you have somewhere to light and put some few scriptures down and some few points here and there, because you cannot trust your hand to keep everything on the ears. That's why, as your bishop, I have got so many notes about the things I preach and the things I teach. If you get to my place, my office, you get to my office and you find that I have diaries of every teaching and everything that I've preached from 1990s all the way to today, so you can know that I'm very rich in resources. I can preach on anything, talk about anything, because I'm very rich and known with a lot of knowledge as a wise bishop, because lighting things down is very important. You can never erase it. It can never disappear. And so in the interest of time, please allow me to read the book of Ephesians chapter 6, the verse that we know so much. I want to lay my foundation from there. And so today is just introduction, and then we shall continue from there.
from where we shall stop. Today, I just laid the foundation. We are there. Ephesians 6 verses 12. I'm reading only one verse. In that chapter 6, I'm reading verses 12. The Bible says, yeah, it's a very common verse. It says, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and against powers, against rulers of this of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Oh, the Bible says we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in heavenly places. I also add Ephesians 4 verses 27. The Bible says, it has just a few words. It says, neither give place to the devil. It says, neither give place to the devil. People of God, Africans, Kenyans, people of God, we don't have a very good foundation. Our foundation is not very good. They brought Christianity to us the other day. Our forefathers, our fathers, all of them were idol worshippers. They used to worship that what they were able to see. He would talk about the gods of the mountains. He would go to the trees and they sacrifice to these gods. This is our foundation. Our foundation is of forefathers who are witches and sorcerers. This is where we are coming from. That's why you find that even after we get saved, sometimes most of us are not able to enjoy life on earth. That's why even as we can give our life to Jesus, sometimes it becomes very challenging to enjoy even the life of salvation. Because of those bondages, until we are able to go through some form of spiritual deliverance. If you ask me, I'll tell you well that I've shed so many tears myself, not because of any sin that I did. And I go and preach the gospel power free. People give their life to Jesus, and people are saved. But when I go back home, there's no peace. I find parents wanting to kill me. Why? Because of the bondages I'm talking about. I could not enjoy my salvation. I could not enjoy even the preaching I was doing because of the same bondages. So whatever I say, people of God, I want to say this. In these times, we are talking of COVID-19, and we are seeing like it's a very good time. This is a time, the spirit of death, though it is being baptized as COVID, as a virus, as an unseen enemy, it's the spirit of death that is terrorizing people.
that is destroying the people. Why? The devil is trying to assault us, to come against us. And that's why a conflict must be involved. Hallelujah. Nimesema hivi, vile mambo yalivyo, lazima kuwe na vita na fujo, maana Biblia imesema hivyo. Kwa sababu adui yetu Shetani na mapepo ambayo anayatumia kupitia kwa rainet zetu kutushika, yeye ako tayari kufanya nini? Kuangamiza. Lakini sisi kama kanisa, watu wa Mungu, Biblia inatuambia kwamba hatupigani vita na nini? Na walio na mwili na nini? Na damu. Hatupigani na watu. Our conflict is not with the people. You can hate me, but can you know you are not hating me because you are very righteous. You are hating me because of a demon which is in you. Hallelujah. Praise the Lord. And the best I can do is to kick that devil out of you so that you can become the person God has created who can love us and acknowledge others and do good to the others. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Church, hallelujah. Amen. The Bible has said in Ephesians 4:27 that we are not supposed to give the devil a foothold. Tusifanye nini? Tusimpe Shetani nini? Nafasi. Na kwa hivyo hii mafunzo ni ya kukushanura wewe ndio usipe adui yako nafasi. Na mahali utakuta amekunasa, unamwambia saa hii Yesu amelipa gharama yote. Mimi naachana na wewe katika hii area, nikombolewa, nifurahie maisha yangu na nifurahie wokovu wangu na niendelee na maisha mimi. Praise the name of the Lord. I want to say this. It is only after you understand where your challenge comes in that you can be able to fight the battle successfully. Hello? Kwa sababu huwezi kupigana na adui ambao haujamuelewa vizuri. Lazima umuelewe, ujue ako namna gani, ndio ujue utamshinda namna gani. Hallelujah. So, what is a generation bondage? Generational bondage. Hiyo ni nini? Hiyo Biblia inasema a generational bondage. What is it? What is it? I want us to look at the book of Exodus 20. The book of Exodus 20. Exodus 20. Well, you can just go home and also look at Exodus 34 verse 7. You can also look at Numbers 14 verse 18. You can also look at Deuteronomy 5, 9. All those verses, you'll be talking about the same thing that I'm leading in Exodus 20 verses 3. It says, let me start from verse 1. And God spoke all these words saying, wale ambao na Biblia za Kikuyu, wale wasikii lugha ya Kiingereza, imesema ndirenda tuthome thama mirongo iri kuma raini ya gatatu no ndambia ya mbere na ndoiga no cokio thome kuma 34 verse 7 no no thome the same verses Numbers 14 dari 18 na sasa nataka nisome na Kiingereza inasema, and God spoke this word saying, I am the Lord thy God
which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water underneath. 5 says, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquities of the father upon the children, and to the third and fourth generation of them that hate me. They go to verse 6. And be showing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. Amen. Amen. These are words coming directly from the mouth of God, the God of justice. And they say, I am God. You shall have no other gods apart from me. He says again, you shall never bow to them. You shall not even worship them. For I am a jealous God. And I visit the iniquities of your fathers. I visit the iniquities of your fathers all the way to the third and the fourth generation of them that hate me. I also show mercy to thousands and thousands of them that love me and obey me. That's why I'm saying I am talking about generational bondages. For God is saying, I'll use the iniquities of your fathers and visit the children. When we are talking of fourth generation, what are we talking about? Like now, I am a father, I have children. My children, Joe and there, is the first generation. The children of Joel will be the second generation. The grandchildren of Joel will be the third generation. The great grandchildren of who? Of Joel will be the fourth generation. So let me ask myself a question. I ask myself a question. If I go backwards to my father, to my grandfather, to my great-grandfather, to my great-great-grandfather, are they Christians? Are they saved? Are they worshiping the God of heaven? Hello? That is where we are. Hallelujah. That is where we are. So God says, I will visit iniquity. Why? Because this thing called iniquity is something you need to understand. Because it is the one that opens a door to enter into our lives. And then it is passed from one generation to the other. To the other. To the other. My friend, my sister, don't cry. Don't beat yourself so much. And hit yourself so much. There's nothing you could have done. You were born in that lineage. You were born in that family. Yes, you are born by those people. You belong to that lineage. Yeah, be happy about that. Why?
Hallelujah. Because God has a good plan for you. And that's why He has sent you. And that's why He has brought you to a place like here, where now you can get to understand yourself and take a step of faith. Hallelujah. And you change your life. And you change the generation that will come from you now going forward. Hallelujah. Amen. Because if there's a generational bondage, there is also a generational blessing. Yes. Hallelujah. Amen. I said, if there's a generational curse, there's also a generational what? Blessing. And so, we can change our lives and our generation from where we are going forward. Amen. And also change our lives. Amen. So that we don't suffer the way we have suffered. And we don't experience the things. Our children do not experience the things we have experienced. And the things our parents have experienced. In the name of the Lord. Now, the Bible is saying that you shall have no other God. There are things I want to explain. You see, I have not touched much on the iniquity. I'm coming back there to explain what is iniquity. But please allow me to explain to you what is idol worship. If I'm able to explain that, and maybe talk about iniquity, we close the service. Then we come next Sunday and continue. The Bible says that you shall have no other God. That's what we call as idol worship. If you look at that Bible, you look at what we have read. It says, Pastor, it says this. You shall have no other God, Pastor me. Neither shall you make an image. An image. What is an image? It's a picture. You shall make no image of things in heaven. What are the things in heaven? It's God the Father. It's God the Son. It's the angels. Amen. So, an idol is something made by man. It could be a statue of Jesus. It could be, sometimes there are people who sit there in town wanatembeza mapicha makubwa. Na watu wameokoka, mtu anaenda ananunua kipicha kimoja kizuri cha Yesu. Unaenda unabadilika kwako. Unabadilika kipicha kizuri cha Yesu. Yes, yeah. Yes. Kweli, huyo ni Yesu. Hallelujah. Amen. That is an image of one of the things that are in heaven. Amen. There is an image you have taken into your house. I will show you the effect of that. Because we have so many gods that we are worshiping. It's only that we don't know and we don't understand. And hence, we have opened so many doors for attack by demons. And were it not for the mercy and the grace of God and the prayers we bring every day, most of us would be gone. If you look at the Bible, I want you to go and read the first letter of Corinthians chapter 10. Go and look at verse 19 to 22. Look at it. Look at that. And it will show you something. It is going to show you this. That an idol is not very significant. Kakitu, idol. Still kakitu, it's not very significant. Now, lakini, there's something Christians don't understand. That there is always a spirit behind any object. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Hallelujah. Amen. There is a spirit behind every object. So when you have an idol and you bow to it, you subject yourself to be controlled by the spirit behind that old object. Oh, please, nataka mnisikize. Wakati umetoka kama mimi kwa dini ya Katoliki hapa. Si wengi sana, ninaona ni wengi sana. Utanikubalia niongee kidogo. Nitupie ile example. Maana niko Katoliki hata mimi. Yesterday I was ministering people, some people don't ask me who. And I told them, even now I want you to change your players. Don't play through Mary. You know why I did that? They might not know why I did that. But I have a very significant point. Just to help them and save their lives. Because Mary is a righteous woman who is in paradise. And Mary, because mimi nimeomba na Mary sana, ikiwa Catholic wa kule. But Mary is not God. Okay? So Mary is not everywhere. It's not, we say God is omnipresent. Wale wamesoma. Tunasema Mungu ako kila mahali na ndio tunasema Mungu ni roho. Kwa hivyo tunaweza kumwomba huku asikie. Tunaweza kumwomba tukiwa Mombasa asikie. Au watu kwa Nigeria asikie, maana Mungu ni roho, ako kila mahali. Hallelujah. So wakati wote mimi nilikuwa ninaenda huko kwa Katoliki, especially nilikuwa secondary school huko. Na ninaenda huko na tunaenda kuinama kwa ile statue ya Maria. Sikuwa najua huo wakati ya kwamba that statue, hiyo mfano mzuri wa huyu Maria, maana anaitwa mama wa Yesu, but it's not omnipresent, not everywhere. So wakati unainamia, there is a spirit behind that statue, and when you bow, you open the door for the control of that spirit. So that spirit takes over your life, and you live a life under the control of that spirit. Amen. Today, I will not tell you the spirit behind the statue of Mary. Today, I will not tell you. But as we continue, and you Mesadika, I will tell you, because I'm trying to use that as an example. I will tell you the spirit behind that. And that's why you realize, because I'm teaching today, you realize it becomes very challenging for people when they get saved. Your father was a Catholic, for example, so has opened the doors of idol worship in her life, in his life. And because God is saying, I will visit iniquity, that door is open, and those spirits that control this father, my father is a Catholic, will be passed to me. So the same doors are open, and I will pass the same to my children. And that's why now in my family, mtu mmoja akiokoka na hao wengine bado wanainamia ile nini, ile spirit iko nyuma ya nini, ya ile ibada ya that worship of that idol, then ndio unaonanga fujo mingi sana na vita ikitokea. Ndio unaonanga kama ni husband anaambia bibi, wewe utatoka kwangu. Kwa nini sasa nitoke? Utafaida. Ni kwa sababu moja, kuna roho fulani inafanya kazi ndani yake. Maana ni makosa gani nimefanya kuokoka na kusema ninafuata Yesu, na sitakutusi, na sitakusengenya, na sitaenda kuleta vita na mishale huko. Sasa mimi ni wa Yesu, itakuwa mzuri kwako. Sasa vita ni nini? You see?
Yani, when you have used the example of that thing, and wale usiyose asiudhike maana ni hapo, and my business is to help you come to the light. Now, so whichever statue, whichever idol that you bow to, know there's a spirit behind that, and you'll be subjecting yourself to the control and to the manipulation of that spirit. Amen. Amen. Listen to me. That's why you people, you see, there are people who are very committed to the altar, to the church of Christ, because they are worshippers of God. In the house of God, they subject themselves to the Holy Spirit, and the Spirit takes control over their lives. Amen. Reason, there are other people who are saved, and they look for excuses not to be in church. Why? There's something that takes them, pushes them out. Yesterday, I had another person I was ministering to, and this person was telling me, Bishop, what should I pray for you? She told me, Bishop, I don't talk about the people I minister to. I'm just taking examples, just to learn. And nobody should bother I minister to who. I minister to many people every day. That should not be a problem to you. So, with this person I was ministering to one of the people I ministered yesterday, she told me, what I do, when it comes to Sunday and the service starts, I feel something telling me I should not come to church. And I go. And I just move to other places where I can talk with other people and gossip and what have you, and be excited there. But I feel something pushing me out. So when somebody is telling me like that, you know me, I see somebody who has another spirit that is controlling him or her, and they try to push her out of the presence of God. So can you know, for the people we keep on doing follow so that they come to church, they have a certain bondage. They have a certain spirit that is controlling them, that is interfering with them. There's something that is fighting them. Amen? Amen. And on that note, I want to say something very powerful. I want to say something very powerful. The book of Psalms 115 verse 8 says, somebody read to us. Read that verse for us. Read that verse for us. Read that verse. 115 verse 8. Arema mithondekaga ni kuhana makahana otayo. Eni. Repeat again. Arema mithondekaga ni kuhana makahana otayo. Eni. Mundu o wothe umehokaga. Yes. It says this. We become what we worship. Hello. Hello. We become what we worship. Why do people come to this church? They are praying for deliverance, and their life changes completely, and they become people so different from the people we knew or they were not. Amen. Because you become that which you worship. When you subject yourself to a certain altar, certain spirits, then your life is going to become like that spirit or that deity that you're worshiping. Amen. Amen. If is a spirit that is supposed to oppress,
basi unafinyilika na unafinyilika na unafungwa na unakaa mtu amefungwa na amefinyiliwa kwa sababu ya zile roho umefungulia maisha yako zitawale. If in your home you entertain those idols, you bring them in your home. Because some things we buy zinakuwa ni worship items, ni vitu zimeandikitiwa kwa ibada fulani ya mapepo. Tunachukua tunapeleka nyumbani, zingine tunanunulia watoto wetu doli. Then we bring an abomination in our homes, and because of that tunafungulia Mungu ni shetani nafasi katika familia zetu. Magonjwa na mashida na matatizo mengi yanakuwa pale, ikawa tumeokoka na tujui shida zinatoka wapi. Hallelujah. Amen. If you want to know whether you are in a good church where the Holy Spirit is at work, angalia maisha yako vile yanakuwa after you join that place. I have many examples to give here. I don't want to take many, to touch many. Look at that lady there. She's called Lucy. Lucy, stand on your feet. Look at that lady. She's not very old in this church. Look at her life, how her life has become. Those who knew her, and the things she was going through, and where God has taken her. She was in church all her years, serving God all the years, sick and bound, tormented and frustrated, confused and defeated all the years. Hallelujah. Amen. But when she came here, we have prayed for her deliverance. We have prayed for her healing. Doctors have said she will never recover. Are you sick or healed? Are you sick or healed? I want to hear you. Are you sick or healed? Yeah? Hallelujah. Amen. I'm saying this. You are what you worship. Yes. Amen? If you are worshiping any other God apart from the God of heaven, then your life you will be full of pain and misery and frustration and oppression. You came here from Nakuru. You told me you were come to work as a house help. You could not pray. You could not do nothing. Today you are a blessed lady with a good job. Hallelujah. You are not confused the way you are. You are what you worship. And that's why all of us must get down to our lineage. Katika ukoo, katika familia yetu ile umetoka. Yangu ninaijua vizuri na ninaielewa vizuri. Ya wachawi. Haters and killers. Lazima wewe na wewe uangalie yako vizuri, uelewe vizuri, so that we are able to deal with every bondage, so that we don't give the devil what? A foothold. So that we don't give the devil a foothold in our lives.
Finally, I cannot go further than this. On Sunday, I'll tell you what it is that called iniquity. Iniquity. That one that is making somebody to be in bondage. I'll be telling you that. And I will show you the doorways. Milango ile imefunguka maishani mwako because of the iniquity of your fathers. So that you can start now doing ile inaitwa spiritual arithmetic. You start doing spiritual mapping. You start doing ile inaitwa spiritual analysis. Mimi ninatoka kwa familia iko namna gani? Maisha yetu yanakuwa namna gani? Wazazi wetu walikuwa wanafanya dhambi gani? Kwa sababu mimi ninaongea juu ya kitu ambacho kimegraduate kinaitwa uovu. Sijaongea juu ya dhambi, lakini kwa sababu ya dhambi zao tumeingia kwa kitu kinaitwa nini? Iniquity, uovu ambao umefungua mlango ambao unatutoa kwa shida moja, tunaipelekea mpaka watoto wetu, tunapelekea watoto wale wengine katika jina la Kristo. Maana Mungu anataka tutoke kwa hizo zote. Na siku nikimalizia nataka tu nitaje ni mambo gani unaweza kuangalia, machache tu nitaje mambo gani ya kuamilisha ya kwamba hii maisha yangu hii lazima kuna shida. Hii maisha yangu hii lazima kuna kifungo fulani, lazima kuna bondage fulani. What are the example? What can you look at in your family, in your lineage to tell that there is a generational bondage somewhere that needs to be broken up? Yeah, I should mention that. If one is bound in sinful behavior, you are not able to come out of a certain sin, and you travel and you try so much to come out of a certain sin you are not able to come out, then no, that is a sign of bondage. Number 2 is what we call as lifestyle patterns. Ile pattern ya maisha. You find people, they are possessed with lying. Wakati anakudanganya anaongea kama yeye ndiye jaji mkuu, Chief Justice Maraga. Na saa hizo anakudanganya na anakwambia ukweli. Somebody who is bound by the spirit, who has a bondage, is when you have a life pattern ambayo ni shida. Unakuwa anakwambia uongo kama Jaji Maraga akiwa na ile boldness. Maraga anasema maana aliapa na Biblia hapa, anasema mimi ni jaji, nitafuata sheria za nchi nini. So akiongea kile kitu yeye anajua anaongea ukweli. Huyu mtu naye ambaye ako na bondage, a generational bondage, anaongea uongo kama anakwambia nini? Ukweli. A sign. Another one, there's lying and there's also cheating. Those are two different things. Amen? There's lying and there's also cheating. Anger is a sign of a generation bondage. But wengine wakikasirika, ana sweat, ina sweat. Anatoa jasho inateremka hivi. Mikiha inachomoka na hiyo. If you go to the jail, 90% of the people you find there, they have generational bondages. And one of the bondage they have is that of anger. Because when that bondage, when the spirit takes over you, then you can do anything. And then you start regretting later. Ukiulizwa kwa nini ulifanya hii, nasema ni makasiriko tu. Sayo umeua mtu, sayo umekata mtu, sayo umewekea mtu sumu. Amen. Nisikia ile mwanamke kule Naivasha, amesimamishwa kazi, bwana amemwacha, makasiriko, nikamwambia fanya namna gani? Achukue sumu, aweke kwa nini? Watoto wakaishi. Ipoliza akasema tu makasiriko, maana mambo yalikuwa tu mambo. Yeah.
is a generation bondage. Ile tunaita compulsive anger, uncontrollable. It's a sign you can use to tell whether you have a bondage. Another one, violence. There are people who are very violent. In our village, one violent man, a few weeks ago, took a panga and he cut in pieces the wife of the blood. And this is the last one, cut in pieces. Violence. This woman had done nothing. This woman had done nothing. But these demons, they just told this boy, wherever he was, maybe after he had activated that with the bank kidogo, he told him, now, wewe, twende kule, tengeneza panga, enda, fanya hiyo kazi na umalize. Kafanya na kamaliza na akaenda akaweka panga na akaenda kwa nyumba akatuma manguo. Kavaa ingine akaenda. Akaendelea na maisha. So wakati askari wamemshika. Na ulizoa, ulifanya namna hiyo? Ndio. Panga iko wapi? Nenda niwaonyeshe. Manguo iko wapi? Nenda niwaonyeshe. Is a bondage, is a sign of bondage, generation bondage, because of something wrong in that lineage in your family. Amen. Don't be very happy when you find that when things are not good, you become very violent. Don't be very happy about that. That's not godly. That's not the Holy Spirit. That's not God at work. That's a bondage. Because of the spirits you have inherited, because of the iniquities and the doors you have opened from the lineage of your family. Hallelujah. Another thing is there are people with destructive personality. Destructive personality. Kuna watu ambao jambo ikitendeka ama wakosee ama wakosewe ama wajue kitu ilienda baya, wanatumia mbinu zote ya vile wataharibu maisha ya huyo mtu. Destructive personality. Unaweza kuzunguka kila mahali ukigose huyo mtu ukisema vile alifanya, ukitafuta watu ni kama ukiambia kila mtu sasa na ijulikane na nini, ni kama sasa umesaidia kwa ile shida ama umepunguza ile kitu ilikuwa inakusumbua. Unasikia ni kama umekuwa relieved. Huyo alinifanya, huyo alinifanya, Zunguka kila mahali. You have a destructive personality because there's an issue about your lineage. There's a problem somewhere. There's a certain body that you have. On the sin of destructive personality, there are people, wakati mambo yao haendi vizuri, they take a certain attitude like they are punishing themselves. Wanaanza kuangaika, kushikwa na mashida na stress na nini, mpaka they end up in depression. You don't help in any way because that their things are not working. Then you have a destructive personality to destroy your life. And the others, you get to that point whereby they become suicidal. Nimechoka na maisha, mimi nataka kufanya nini? Those kind of things. Hear those things.
imefika, ikwenda vile itakwenda. Sio kwenda vile itakwenda, you have a problem anyway. It's not the issue that has happened, not the problem. Sio ile shida, sio ile jambo likutendekea ama makosa ambayo umefanywa. No, ile mambo imetendeka, ime-expose a certain weakness in you. It exposes, inatoa kifungo fulani ambacho uko nacho. Amen. Yeah. Na hapo ndio unaona shetani anatumia hiyo mbinu kuharibia watu character na maisha na mambo mengi. Unaharibu boma yako, unaharibu watoto wako, unaharibu nini, unaharibu mambo mengi sana kwa sababu ya the destructive character ambayo imekupata, ambayo imepata nafasi kwa sababu kuna mlango imefunguka ndani yako ya kifungo fulani. Are we together? Yes. Are we together? Yes. Recurring illness, magonjwa ile ambao ikienda inarudi. Yesterday I was being told of a family that wants to see me because their mother died of cancer. There's another person died of cancer, and there's another sister who is sick with the cancer. That one is a generational problem. That's a bondage. Amen. There is a door that is open, and it will continue to finish them until something is done. Joshua alikufa na kisukari. Msichana yake anakufa na kisukari, mtoto mwingine anakufa na kisukari. That is a problem. Sio kitu ya kupeleka hospitali, hiyo ni shida nyingine ya kiroho. Kulingana na hiyo, that's a generational bondage. Divorce. Familia ni kitu ambayo inagongwa na shetani sawasawa, na inafuatwa na shetani vizuri sana. Amen. Lakini angalia, kuna watu shida ikitokea namna hiyo kwa familia, watu hawana neema ya kusimama kwa hiyo familia. Watu hawana neema ya kuendelea. Mtu anasema mimi nimemalizana na huyo mtu, nimemalizana na hiyo bwana, nimemalizana na hiyo bibi, nimemaliza kabisa, mimi usiniambie hiyo chochote kile, sitaki kusikia. Kwa sababu kuna kifungo fulani, this a certain bondage in your lineage that wants to take you somewhere for destruction. Praise the Lord. Bankruptcy. Ile inaitwa financial crisis ama financial problems or financial what? Hiyo failures hizo. Kama ni kwa biashara, kama ni kazi fulani unafanya, watu wengine wanang'ang'ana. Nakwambia ingekuwa ni kung'ang'ana kunafanyanga watu watajirike. Watu wengi bwana wangekuwa matajiri sana. Lakini bwana, leta waje nikupe ukweli, nikwambia ukweli kabisa. Wale watu wang'ang'ana sana, wang'ang'ana usiku na mchana, ndio hawana chochote. Kwa sababu sio kung'ang'ana. Halo, sio kufanya nini? Kuna kung'ang'ana, kuna ile inaitwa kibali. Kuna nini? Kitu inaitwa nini? Kibali. Tunaona mtu anang'ang'ana usiku na mchana, anang'ang'ana usiku na mchana, anang'ang'ana usiku na mchana, anang'ang'ana usiku na mchana, na kiatu hawezi kununua. Hata kiatu hawezi.
Wewe wacha kukaa kama bishop. Mimi unajua mimi ndio tu mtu ambaye hanunuagi manguo. Mimi sinunui viatu, sinunui manguo, sinunui chochote kwa sababu niko na watu ambao wanatakiwa kuwa wananinunulia. Ukikosa kununulia, wacha nikanyange vile ninakanyaga, wacha niende kwa kamfuto kamoja, lakini wakati ninaenda kwa kamfuto kamoja na kiatu yangu inakanyaga namna hiyo, na hiyo maisha yenu yote iko hivyo. Mimi unione dukani nikinunua nguo, utaniona huko. Nikinunua kiatu, shaurie kama hujawahi kupata ufunuo wa kujiingiza kwa ushindi na baraka na kupenya na kibali, wewe endelea kungangana tu. Ukisema hiyo mission yetu sijui na ukisikia nafasi ya kunisengenya unanisengenya sana. Wewe ni mtu ambaye yani uko kwa giza tororo. Umefunikwa kila kona zote, na basi maisha yako utakuwa umesikia ile wimbo tunaimba hapa, ati maisha ya watu inabadilika kila siku, maana Mungu analeta baraka. Sababu unaona wengine walikuja hapa juzi, unaona wanafanya hatua, wanaendelea, wanabarikiwa, wananunua magari, wanajenga manyumba, wanafanya nini, na wewe tu ni vile tu ulikuwa unazunguka, kwa sababu hiyo manishi. I am the only person who has no right, who has no permission ya kwenda kwa duka kununua nguo, kwa sababu nina watu ninahudumia ambao wanajua kupokea nini, baraka na kufungua njia. Basi ndio ukisema hiyo bishop yetu mangi nguo, inaonanga yeye na koti moja mwaka moja. Na wewe utakaa hapo ukizunguka na hiyo biashara yako ya 5,000 mwaka huu na mwaka ingine na kachomeke na ukafufue tena kachomeke kwa sababu Amen. Praise the Lord. Acha niache hiyo pole. Amen. The other issue that can show you that you have a problem and generation bondage is emotional breakdown. Emotional breakdown. Wengine wanavunjika moyo, wanaisha ukijaribu kumchochea namna hiyo, kumkoroga na kwambia hata sitaki kusikia chochote, hata sitaki kusikia juu ya hiyo Mungu. Hata sitaki kusikia hiyo Mungu, hata sitaki kusikia juu ya hiyo maombi, sitaki kusikia juu ya hiyo chochote, hata sitaki kusikia juu ya hiyo kanisa, hata wanakaita kanisa, hata sitaki kusikia juu ya kanisa. Basi is a problem somewhere. It's a problem. Fear is another problem of a generational problem. Fear. Kuna watu wako na uoga mingi. Uoga. Wamefungwa na uoga. Hata wengine wakuje kanisani, watachukua muda kuja. Tanisikia mwingine alisema, kama tumeambiwa tusiende kanisani. Kwa nini bishop anasema tuende kanisani? Yaani huyo ni mtu ambaye anaunga sana, hata jui maana ya kuja kanisani. Nafikiria anakuja kwa faida yangu. Ajui anakuja ajisaidie. Mimi sio shida. No wonder the Bible says the fearful you don't see heaven. Naogopa kifo. Kifo anakiogopa kama nini? Hajai kusukumwa mahali kama mahali mimi najikutanga saa ingine nimesukuma. Siku moja mimi nimesukuma mpaka naambia Bwana, mimi ninaishi nini? Si uchukue sasa niende. Chukue niende sasa. Chukue niende kabisa. Nisihangaike tena. Fear is a problem. Insecurity. There are people who are so insecure, and they fight a lot of battle because they feel insecure. Other people have poor self-image. Wanajidharau. Poor self-image. Hakuna wakati wanaonaga wakiwa wa maana. Na ni kitu tu mlango imefunguliwa kwao. Kwa hiyo direct ya familia yao. Pengine kulikuwa na watu walikuwa wanadharauliana huko, ama walikuwa wanachukiana nini na rejection na nini. Sasa hiyo imepitishwa, imefika mpaka kwako. Ukijiangalia namna hiyo, unawezanga mimi ni wa nini sasa? Ndio kwa ni waki. Ni mwana wake hanugwe hanugiki. Utikao unaongika ukesho kugana wega wikire. Onekana nikega.
utafanya nini? Ona wetu kumaniatia. Ungiotaka kuona kaundu kama kega wekire. Na wale mwathani ni wega. Ni undu nie ndi wega, ndiciragia wega, na ndi coromiega, ndugu mbanga maundu makwa magoka wega. Wewe wonaga rĩothe ũkĩhĩtia na ũgeka maundu marĩa matagĩrĩire na ũkona ndũrateithĩka. Hallelujah. Sasa utaishi mpaka lini? Kuna shida ndani yako. It's something that needs to be dealt with so that you can appreciate yourself. Ujipende, ujifurahie na ufurahie ile mambo ufanya na ile kazi ufanya na ile huduma unafanya na unakuwa na nguvu. Amen. Unakuwa na good self image, picha nzuri ya maisha yako. Because kama utakuwa na picha nzuri juu ya maisha yako, na shetani anasemanga wewe ni kubafu na ni buri na ni maskini na kwenda. Hello. Praise the Lord. Sasa utaungana na shetani na uungane na wale watu wanatumia shetani, wanatumia na shetani kujimaliza. Amen. Mimi wanidharau na huko, wanidharau vile wanataka. Mimi I'm the best that God has. I'm anointed from heaven. I'm called from heaven. I'm blessed from heaven. I have no problem. Don't bother about nothing. Don't bother about money. Don't bother about anything. I only bother about the people of God. The church. Hiyo tu ndio inafanya inaweza kulala bila usingizi. Hiyo ndio inafanya nilale hapa kwa kesho. Hiyo tu. Hiyo mambo ingine kulienda hivi siku huko. God knows how I live through you. Amen. Amen. If you want me to drive a vehicle, mtanunua. Ukitaka nijenge nyumba mtajenga. Hiyo ingine ndio acha nijenge ya Bwana. Hiyo ni shida yangu. Ingine usiku. Poverty is a demon. Ni shetani poverty. Kwa sababu wakati kuna poverty, watu wanachukiana sana. Hakuna mtu anapenda mwingine. Enda kwa familia iko na poverty, wale vile wanachukiana. Ona wakienda kugawa shamba vile wanachukua mapanga huko wakatane. Wanachukiana hata mmoja aweze kupea mwingine chakula. Poverty ni mbaya. Pepo mbaya hiyo. Ni bondage ya kimkoo. Amen. Amen. Rejection is another generation of bondage. Unakataliwa mpaka unajikataa mwenyewe. Hicho kitu kilinichukua nikanitumia vibaya kikaniacha. Kingine kikanitumia kikaniacha. Kingine hivyo mpaka ukasema sasa mimi ni Mansoro, wacha niishi Mansoro. Hiyo ni pepo, hiyo ni spirit of rejection na kuangaisha. Barrenness and miscarriages. Barrenness, miscarriage is another generational problem. I say barrenness and miscarriages is another generational problem. Finish. Being prone to accidents. Prone to accidents. Ati Kirinyaga County COVID ikiingia namna hiyo, wale watu wanataka kubeba ni nani? Wengine wanaachwa, wewe unafanya nini? Nenda. Gari ikianguka, ni wangapi wameumizwa? Ni wewe tu umevunjwa mguu, wale wengine wako sawa. Nyumba imeanguka, nani amegongwa? Ni wewe tu, wale wengine wako sawa. Mto ilifurika ikabeba watu, nani alibeba? Ni wewe, wale wengine walivuka. Somebody who is prone to what? To accidents is a generational problem. Amen. And that one brings about another bondage we call untimely death. Nakufa kama hizi.
untimely. Iliingia tu namna hiyo. Tuliona ameketi namna hiyo, hata alafu akaenda. Hapana, hiyo ninakataa kwenda namna hiyo. Nikienda lazima niwe na habari ya kwenda. Amen. Ndio nichukue watoto wangu niwaambie. Sasa mjipange. Naambia sasa hii iko hii na hii iko hii na hii iko hii. Nichukue viongozi kwa kanisa niwapange na wao. Right? Yeah. Alafu Biblia inasema a good man leaves an inheritance to his children's children, to grandchildren, watoto wa kina Joan na nani. Ndio niite viongozi wa kanisa niwaambie, na niite watoto wangu niwaambie sasa mimi nataka kuacha urithi kwa sababu ya watoto wa watoto wangu. Na nyinyi viongozi wa kanisa, urithi ule ninaachia watoto wa watoto wangu ni huu. Amen. Amen. Niwaambie vile watasiendelea kushughulikia watu wangu. Sikufa tu kama hizi namna hii. Hizi tu namna hiyo, untimely death ambayo haikuwa na mpango. Hiyo ni bondage ambayo unatakiwa kukataa. Ndio usikae unaogopa kifo. Hello? Hello. Are you hearing that? Yes. Hiyo ni bondage nyingine. Generation of bondage. Amen. Workaholic. Workaholic. Workaholic ni kuwate. Workaholic. Ni andũ arĩa marĩirwo nĩ wĩra. Walilewa na kazi. Mbona kwambie sijui uko wapi? Mzee mwingine namjua. Alikufa na asas kwa sababu ya njaa. Kwa sababu ya njaa. Na alikufa na njaa na asas, akaacha buses 7 mbali mugwanja barabarini, akaacha 7 buses kwa barabara. 7 na amekufa na nini? Njaa. Kwa sababu anaamka saa 10, anapikiwa na kitu na mama anakula. Sasa kwa sababu ya umaskini ule ako nao, hiyo maskini iko wapi? Iko kwa roho. Ile maskini ako nayo, the whole day hawezi hata kukunywa. Akiingia kwa hoteli pengine akunywe chai na ndasi moja shilingi 10 na glasi ya shilingi 10, 20 bob. Hawezi kutumia pesa zaidi ya hiyo. So anakimbizana na hiyo magari baada usiku. Sasa kirudi usiku ni saa 4, saa 5. Amechoka hata sijui kama atakula sapa. Akadevelop ulcers. Na mishipa ikafunguka kule, ikamwaga damu, akakufa. Kwa sababu ya maskini yule uko ndani ya roho, ako workaholic. Ameacha mabasi ngapi? 7. Amen. Alipokufa na hiyo maskini na njaa, vijana wake walipoenda kwa banki, wakakuta pesa haihesabiki huko. Kijana mmoja akachukua hiyo pesa, akaingia gari, ndege, akaenda Dubai. Akarudi hapa na kile kigari kikubwa, alafu akajenga nyumba kubwa, akaweka swimming pool, na baba yake alikuwa anatembea na nini? Na pickup na ile kiatu ya ngoma ile ya wanawake ile, kwa sababu hiyo maskini. Workaholic, a bondage. Ako na vitu na zikumsaidia, ako na vitu na akuli vizuri, ako na vitu na asifurahii, ako na vitu na simsaidii. Kazi yake ni kazi is a bondage. Wewe sijasema msifanye kazi. Wewe sijasema msifanye, maana mimi nafanya kazi sana. Sawa? Nimesema usilewe na kazi kiasi ya kwamba you don't have time to enjoy what you are working for. Amen. Isiwe hauna nafasi ya kufurahia na kuenjoy kile umefanyia kazi. Kaa vizuri, kula vizuri, vaa vizuri, furahia maisha. Amen. Not just work. You cannot even eat that you are working, my friend. You're the bondage. Amen. Immorality.
is another bondage. There are people who can never restrain themselves. There are people who can never hold their horses, hold their vessels because of that lust. They marry, some will marry very young. The women, ladies will give birth very young. Their mother did the same. Their great grandmother did the same. Imekuwa hivyo. Hakuna mtu angevumilia kuolewa ile wakati inapofaa. Because it's a bondage. Praise the Lord. Amen. And many more. Na leo tutafikisha hapo. Bwana wabariki. Praise the Lord. Amen. Sasa hiyo ni ya kwanza kufungua mawazo yako na akili yako kujua what is happening in my life. Na sio hiyo tu, there are so many things. Wewe utajisoti na ujue ndio tukiendelea sasa, ujue utashughulikia mambo gani na ni milango gani imefunguka kwa ajili ya maisha yako, na Bwana atatusaidia. Tusimame tushukuru Bwana. Hanadiga kuga ore mwega. Praise and worship you. Ande moda unjekina baba dikariga neruonare. Hanadiga tiga kuga ore mwega. Diga Tiga kuga wega. oh Maria mode oje kenge baba dikariga Neruonare. oh nadiga tiga kuga ore mwega. Tiga tiga kuga wega. Maria mode oje kenge baba dikariga Neruonare. Ola mawe komagu. Mwambie Bwana ya kwamba unashukuru kwa yale umesikia leo, na mwambie Bwana wacha neno lake lilete nuru ndani ya maisha yako, uweze kujitambua, uweze kujielewa, ndio shetani na mapepo yake yasiwe na nafasi
ya kukuangamiza na kuendelea kukusumbua na kuendelea kukufunga na kuendelea kukuzuilia kwa ajili ya maisha, katika jina la Yesu Kristo, unaweza kumwambia Bwana ya kwamba katika mafunzo haya na vipindi ambavyo tutakuwa navyo, maisha yako yakakombolewe kabisa kutoka kwa kila shida na kila tatizo na kila generation na familia bondage, in the name of Jesus, that you may enjoy your life. Mwambie Bwana kipindi chako cha kukombolewa ni hiki, season yako ya kuwekwa huru ni hiki. Mwambie Bwana hautakaa kwa umaskini tena, hautakaa kwa magonjwa tena, hautakaa kwa kufungwa tena, hautakaa kwa chuki tena, hautakaa kwa violence tena, hautakaa kwa hasira tena, hautakaa kwa ile destructive pattern, ile mwenendo wa maisha ya kujaribu na kuharibu wengine, hautakuwa kwa hiyo, kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana wakati ndio huu na nafasi ndio hii ya kutoka kabisa katika jina la Yesu. Mwambie nuru hii yake, nuru ya neno ikakuangazia. Neno linasema ya kwamba mtajua ukweli utawaweka huru. Ningetaka nikwambie kwamba omba, mwambie Bwana ukweli wa neno lake ukulete ukombozi. Wewe sio wa kupotea, wewe sio wa kukaa katika ile hali ya watu ambao wanaabudu miungu mingine. Milango yote iliyofunguliwa na wazazi wako, ikafunguliwa na babu zako, kwa ajili ya mapepo, kwa ajili ya mifungo, kwa ajili ya mateso, kwa ajili ya magonjwa, kwa ajili ya kukataliwa, kwa ajili ya kuonewa, kwa ajili ya umaskini, kwa ajili ya kupotea, katika jina la Yesu. Mwambie Bwana ukinisaidia nafasi hii, Bwana niko tayari kutoka kwa shida zote na mifungo vyote, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana ninawaombea watu wako wamesikia neno, mafunzo ya siku ya leo, dealing with the generation of bondages. My God, I pray that the light of your word shall enter their hearts and expose every bondage, and expose every darkness, and expose every oppression, and expose every idol worshiper, and expose every power of the evil one, and expose the doors that are open for their oppression in the name of the Lord. My God, in the name of Jesus, ninaomba ya fire, pray God of glory. Raundi hii Bwana, watu watakombolewa, waishi maisha mazuri, watu watakombolewa, wafurahie wokovu wao, watu watakombolewa, wafurahie ufanisi, prosperity and progress in their lives, in the name of the Lord. This day, Father, the word that you have shared with us, I keep the same in their hearts. Neno lile ninaliingiza ndani ya mioyo yao, na ninaomba ya kwamba lile neno likawe ni msingi wa kila mtu kujitambua, kila mtu kujielewa, katika jina la Yesu. Wote wakombolewe, wote wawekwe huru, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wasaidie watu wa Mungu, waonekanie watu wa Mungu, wafunze watu wa Mungu, wasaidike wote, ndio hata katika kipindi ambacho tuko ndani yake kusiwa na mmoja wa kunaswa na adui, kusiwa na mmoja who is prone to death, prone to accident, prone to destruction, in the name of the Lord, because God you shall help us. Oh God, you shall help us. Thank you, the people in diaspora, the people have received this topic and this teaching, and the people shall receive this teaching after this. I pray, Jehovah God of glory, they shall benefit from the same. In the name of the Lord Jesus Christ, I give you the praise, and I give you the worship, and I give you the honor. In Jesus' name that we are praying and are believing. And all of us says, amen, amen. God bless you. We shall continue from there coming Sunday. And God helping us, I will start dealing with some bondages from Sunday. Nitaanza kushughulikia mifungo fulani kwa wale watakuwa wamejiandaa na wale watakuwa wametambua kutoka Sunday, na Bwana ataweza kuwasaidia. Please, nimechukua muda mrefu sana, ni kwa ajili ni mafunzo, utanisamea kwa sababu mambo mengine lazima mtu asaidiwe tu, ajaribu kuileta kwa watu kwa njia inaweza kueleweka. Mambo mengine inakuwa tu magumu na watu hawana ufahamu wa mambo mengine, anasema funzo utayapata kila mahali. Kwa hivyo
Ni vyema tu tuwe tunavumilia na wakati mambo yameenda namna hiyo, maana sio tabia yetu kuwa tunachelewa sana katika ibada zetu. Bwana wabariki. Jambo la ninataka nimalizie mambo ya kuhudumia watu wawili alafu tumalizie. Moja, unajua ya kwamba leo tuko na Thanksgiving ya